konde. Vijana wananyuki wanaomba Mungu Baba, wanaomba wakisema wataka mabadiliko. Vijana wananyuki wanaomba Mungu Baba, wanaomba Viva! Tupigwe rungu. Haturudi nyuma. Watupe tear gas. Haturudi nyuma. Tupigwe mawe. The inclusive band, baby nakuyanza usiku na mchana. Kingoja siku tutapatana yeye itakuwa shida niendelea kile nachoati ni kwa muda tu nataka kukuona nikwambie jinsi nataka kukugusa yeye notige hota I like what you guys have decided to do with this space. You thought that we had something in mind when we had it. No, we didn't have, but you guys have shaped it to what you want. What wenye wali wana act wako mlisha act? Wali act? Jamani, mimi sikuwaona. But it's a good thing that then you guys are also owning this space. Do whatever you want to do. Now, today we're celebrating the Youth Day, International Youth Day, but it's the second edition, especially for Nanyuki. It's not a big thing that we're doing here, but we just want to open this space officially. I know technically people have started using it. There are certain things that we need to still get there, but we wanted a situation whereby then it gets to be officially open, so that then even many more youth that are in this space. But there's also something that I want to tell you, that this is a shared space with the Red Cross. If we are sharing this space with the Red Cross, then it also means that we must be part and parcel of the programs that Red Cross is doing. On a number of times we've had situations whereby Youth Hub is operating, but Red Cross is doing another activity somewhere or at the corner somewhere, and then people are holding up. We want you to enjoy the benefits or the programs that Red Cross has, but also at the same time enjoy the programs that the Youth Hub have. We have a commitment, and that commitment is still very much intact. Just like I said at the very go, that the commitment is very intact. So then I would want to welcome Jacinta. Is Jacinta around? We are relaunching the Youth Hub. So thanks guys for showing up. We appreciate that you guys came. Feel poor. So Sina a lot of words to say, but I'm just honored that you guys came. Thank you. Again, my name is Grace. There is an online program that is IFRC. That one you just need the internet and your laptop. It's a free program that after umesoma you just get your certificates online. Then you just print out and itakusaidia. Again, we have 4-part youth program. We have dissemination, that is knowing all about Red Cross. We have community activities, that is community service. Mara mingi we go to children's home, we visit vulnerable. Like on Thursday we're going to have an Anti-Jiga campaign. So again, if you're available, kuja and join us. Hi guys. Forgive my voice, Nikona kahoma kadogo, but I will touch on Jiga's campaign. It's happening on Wednesday. Yeah, on Wednesday. So we need you guys. What we do at Jiga's campaign, tunaoshanga people with triggers. It's a humanitarian organization, Red Cross as we all know. So we're going to
help the people there by washing them, cleaning them, and also giving NFIs. NFIs ni manguo, chakula. Okay, partly you don't give chakula, but you give clothes and viatu. Then I'll talk about the training that's happening at Kenya Red Cross. You youth, you should join. For example, we have a competition at National on 7th September, Nairobi. We're having that team that we are going to take to Nairobi for national competition. So wherever you see this office open, it's a empowerment for you. Usikuje tu kutumia tu Wi-Fi. Just come and ask Grace kunaendelea nini. You'll be part of it. I'm sorry. You'll be part of it. As also I come to Youth Hub 1 and 2 mara moja nakutanga Youth Hub. I benefit from Youth Hub. I'll say a number of things that I've benefited from Youth Hub. I'm a feminist from Youth Hub. I'm humbled for Youth Hub to amenifanya feminist. We had a program that I went through that. So Kenya Red Cross is open for you all. Please join us. Let's have the humble movement of helping people. It's all a humanitarian organization. So guys, on Wednesday, tukutane hapa, tuende tusaidia watu, si ndio? Asanteni. Wacha niwapatie jani ya Youth Hub. Kitambo haikuwa platform, kumekuwa na vitu mingi sana za youth zinaendelea. Lakini hatukuwahi kuwa na platform ya kusema mayouth wanaweza patana wapi, wanaweza kufanya nini. Juu Nanyuki inanga pali ya kutulia. So activist, wenye ndawaita activist, sita explain hiyo leo kwa sababu leo si siku ya leo ku-explain hivyo. Asante mzee Sungu kuingia juu, nilikuwa nasema maneno ya forgotten na huku umefika. Sasa once tukaamua tukuje na proposal ya kusema wacha madancers wa dance, wacha models wa model, wacha kila platform ya kila mtu ingie on board, tufanye kila kitu, spoken words, music. Kitambo tulikuwa na recorded music. So tukakaa chini tukasema we need to raise a proposal. Raise a proposal, ikaandikwa na hao maguns. Unaona huku ni maguns wengi, hata nyinyi ni maguns tu, usijali. So tukaamua wacheni tupate platform ya vijana wadogo kufanya kila kitu yenye wanafanya. Wakina Tatanka walikuwa dancers wa kitambo, Mamafians, Skillers wengine walikuwa huko. And then tukaamua the next approach ya youth inahitaji campaigning. Na sasa hii ndio napatia Kige awaambie juu history hata sipo juu. Ukiambiwa penye Kenya imetoka, saizi wewe ukiwa Mkenya utastuka. Umepambika? Mr. Bongamob ndaongea tu kuhusu one of the campaigns tulifanya na ikakuwa successful. Tuliita the water campaign. Maji ni uhai. Wapi jeshi ya maji ni uhai? Hapo ndo tuliingia grao, tukachapa research, tukaicompile fiti, tukamua bado tutafanya ki-campaign na ki-camp moto. Na I think hapo ndo tuliproduce ngoma ya Forgotten Majority. So tulifanya hiyo campaign, ikakuwa successful to some point, but bado tunaona ina need phase 2, of which tutakuwa glad sana kuwork na nyinyi. Si mtatuokolea kufanya water campaign? Wacha nione wale wataokolea water campaign. Viva viva. Viva! 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 Mimi ni Kige Komre. Mimi sitaongea juu amesema kila kitu. Mimi niko na short something nili prepare. Ni something imekuwa ikinisumbua for a while. Sawa sawa. Brothers and sisters in the movement, indifference elicits no response. Indifference is not a response. Indifference is not the beginning, it's the end. And therefore, indifference is the friend of the enemy, for it benefits the oppressor. Never is victims whose pain is magnified when he or she feels forgotten. The political prisoner in his cell. We all know Bobby Wine ameshikwa juu ya kufightia for the poor, for the oppressed. Ndio.
the hungry children, the homeless refugees, the common Wanjiko fighting for tax justice and all forms of oppression. Not to respond to their plight, not to relieve their solitude for offering them a spark of hope, is to exile them from the human memory. And the denying of their humanity is the betrayal of our own humanity. Viva! Food for thought. The most realistic part of a reporter movie, this is what tumeiona, is that when he goes to school, he learns skills that he cannot use in the real world. All of you have a realistic day. Viva comrade! Viva! DJ tujenge ngoma tukitoka. Let Dumare bless you with money, someone go bless you with money, Yeah, mimi naitwa Robo. Natoka YCC. First of all, tuseme asante for last weekend. Tukiwa na nini, it was a great pleasure that you guys attended. Na tukajoin hands, na tukafanya IYD ikakuwa successful. On behalf of YCC nasema asante sana. Going forward, tulikuwa na hiyo idea because as youth we came together and we did it for last week. It's not a YCC thing. Leo Youth Hub is doing a thing. Our aim saizi ni kutarget is to create an umbrella body. Yeah? An association ya youth. Inaitwa LEA. Like Kipya East Youth Association. That is our next frontier. Hii itakuwa na representative from all these organizations. A body ambayo ita include activism, ita include economic pillars, social pillars, lakini bado ni frontier vijana, si ndio? That is the best thing that we can have right now. Lazima sauti yetu isikike. Nilikuwa naambia mtu Bobi Wine vile yako Uganda, angekuwa Kenya leo ungekuwa na moto. Ni kweli ama ni uongo? Ingekuwa ni Kenya ingekuwa ni moto, si ndio? So as YCC tuko pamoja and we look forward to working with you guys. Asanteni sana. Next up naona kuna mtu anaitwa Titus. Titus iko wapi? Spoken word artist. Titus akona performance. Boy child, inaonekana sasa umekuwa the lonely child. Like girl child akataka kuwa the only child. Kuna venye hata feelings zikichat zina feel that. In this era kuna era. Gender equality ni wapi ulienda cause ulitenda boy child ukamtenga na ukaenda. Ama uko ka picnic ukikula pudding. Who knows? But everybody knows that tunahitaji kukuput in this kind of life. Life ya boy child haki imekuwa ngumu. Haezi kula mandazi labda akule ngumu. Haezi chapa mandazi fly imekuwa ngumu. Atapa dance hata kama flow imekuwa ngumu. Inabidi tuwe dance to the rhythm of life, music of life cause anyway inabidi tuwe smile in a funny way cause ana umandimu in a funny way cause anyway anapitia shida nyingi ana suffer in many ways. Yeah, shida kwake zimejaza pot. Yani anapitia mengi a lot. Shida chungu nzima, uchungu mwili mzima. Ni kama sting ya nyuki kwa mtoto, hata na mtu mzima. Shida zinamwandama sijui kama ni za kuazima. Zimestick kwa life yake, ni kama unga wa mtama ako tayari kukata tamaa. Boy child anapitia mengi wakati girl child anapata na anapita mengi. KCP simlisikia. Si eti kuna wivu tunasikia lakini simlituambia ni hard work. Tulisikia, tulikubali, tuliamini. Hata nyinyi basi itabidi mmetuamini. Lakini kwa hii generation ni vigumu kuamini. Ni vigumu kuamini that in most homes women are the breadwinners. Yani mkate washashinda. Hatuna shida. Yani hatuna shida yote ile. Gender equality come back kukate shida za boy child. Gender equality ni wapi ulienda come back? Si unajua misemo washaleta that what a man can do a woman can do better. This is now, what about later? Yani come back to make life a boy child better. It's either now, not later. Ama unataka tukutumie later? Unajua tunahitaji gender equality. Unajua mbona? Cause boy child amekuwa generous enough
tayari asha give up. Asha give up. Siku hizi ashazoea kuvaa majinari extraordinary cause hata afanye kitu extraordinary hamradi. I'm not. Hamtambui. Mnamuita tu buibui. Kila wakati kwa web. Instagram akipoteza kilograms. Twitter akiita warembo sweethearts. It hurts that in his heart ako tayari. Kuachana na Facebook. Habari is facing the book asome. I work hard for a better future. Lakini akiweza uliza what's up with you guys, mnamshoni the sky inajua. Okay, anajua that. Mtangarajua hujua lakini nyinyi mnamuata akijua hajui. Si unajua that boy child anaweza fanya ushine kama jua. Si unajua that hata upake ile lotion ya kitambo ya fair huwezi shine kama jua. But your action of being fair inaweza fanya ushine kama jua. Si unajua. So, mimi najua that sheria za road za Kenya usema keep left. But mimi nakuad try to keep it right. Try to do things right. Try to be fair. Ama upake ni fair basi unaweza kuwa fair. But on a serious note, boy child anapitia mengi. Shida zake haziwezi midhilika. Gender equality inahitajika. Yaani tunahitaji kumconsider. Acheni kukuwa tu nice and lovely to the girl child. Please, kweni fair. Na sisemi mkweni fair. Jina ni Chitolita. Shukran. Naitwa Mirwa Njiru. I'm a Miss Kichuki from Nairobi Youth Hub. Yeah, and I'm in campus. Yeah, doing community resource management. So community work is my thing. And Nanyuki is my second home. I've been here several times. I've met most of you. Yeah, and I love you all. Habari yenu? Nani anijua hapa? Mimi. Tukeni event. Anyway, I'm joking. Mimi naitwa John. Nimetoka Youth Hub ya Nairobi. These are my fellow Youth Hub Nairobi participants. Watajiintroduce. Hello, niaje wazee? Mimi naitwa Paul, natoka Nairobi Youth Hub. Niaje? I'm Lucy Bevo. I'm a community practitioner, an activist at the Youth Hub. Yeah. The inclusive band, baby nakuyanza usiku na mchana, nikingoja siku tutapata naye, itakuwa shida niendelea, lakini najua ni kwa muda tu, nataka kukuona nikwambie jinsi nataka kukugusa, nojige hata kama ukereha nange mwendwa todo nawe kwenda must be and every time you wanna say no, I just can't make it off. I salute you in the names of our African heroes. I salute you in the name of Thomas Sankara, Amilcar Cabral, Ben Ali. I salute you in the name of Sekou Toure. I salute you in the name of Gamal Abdel Nasser, Kwame Nkrumah, Chris Hani, for they were in the struggle when they were young. In our own context, we remember Dedan Washiori wa Kimathi, Jaramogi Oginga Odinga, Bildad Kagia, J.M. Kariuki, Mekatilili wa Menza, Mora, Koitalel Arap Samoei, Laibon Lenana, Paul Muite, Tito Adungosi, Ali Mazrui, George Anyona, for they were in the struggle in their youth. The freedoms we enjoy today were fought for by young people. But what are we as a generation doing to safeguard the democratic space and the freedoms that we enjoy? They did their part. What are we doing?
Kenya or Kenyan youth, and by extension African youth, continue to be oppressed in innumerable ways. And these forms of oppression must be spoken about. We have 78% of the population aged below 35. Yet anyone below the age of 35 cannot vie for presidency. Meaning that we can only be ruled by the minority and we cannot rule ourselves. We talk of economic oppression because a young person in this country cannot access capital to start their own business or to further their idea and to live a dignified existence. And it is a systemic problem because the whole system is rotten to the core. And these things must be said. We talk of social oppression because of how those who are not youth want youth to lead their lives. They want to confine them in certain boxes and not allow them to be innovative, to think outside the box, to do that which they think can advance them given their conditions at this particular moment in time. As Thomas Sankara said, it requires a certain amount of madness to create fundamental change in society. I am not afraid to be called one of those madmen. Yeah? So, in the different things we do, you might be a dancer and someone tells you you are losing track of your life or you should do this. If you feel that is the right path that you want to take and you have a clear idea of how you want to go about it, do it. Let no one tell you or try to control how you as an individual will progress. It is your life. But then, what is our stake in it? What are our priorities within those 17 goals? And how do we aim or wish to work towards them? I will wish you a revolutionary afternoon. I got need stances, running from a race, I gotta go rushes. I don't give classes, I just be massive. That's my records to improve my either would I do rap, I'll make it from the top. My thing ain't no crop, when I rap I never shop. But I got my drugs, I don't do my drugs, just bring my guts. My rap in the glass and my voice and people know and this to my movie and no what? Yeah, I know I get it. If I need chances, yes I got chances. I need chances. Yeah, I got chances, let them know. Let them be back. Me who die got a taxi. Nina chances. Nazi nanga wasi wasi. I got dough, but I don't wanna spend it no. Cause I still gotta wait for my chances, yeah. Tell me why it has to be this way. Working every day for such a little pay. 7 days a week, got to be upon my feet. Rain or shine, got to be down in the streets. For so long I've been working so hard, trying to find just to keep my kids alive. Freedom is a must, I know. No matter how they force and go, heaven know that it is my philosophy. Oh Jah, hear me when I pray. Abdallah, you are hereby sentenced to a life imprisonment following the death of your stepmother. Hey! Aliniambia. Huyo mtoto mtukuu tu tangu azaliwe niliona. Mbona nimefaidia? Mimi niliona. Utukutua tangu azaliwe. Mimi nilikuwa nimesoma. Amka. Mamake Saida. Mamake Saida? Shenzi nye. Ulikuwa fanya nini? Nilikuwa nakupikia. Ulikuwa nipikia Chakula kwa? Aya, kwanza waite watoto na maswala nataka kuzungumza nao. Saida! Saida yo! Labe mama! Anjo. Abdalla yuko wapi? Sijui analala. Wewe Abdalla? Abdalla? Kwani unioni manzi? Shaje babako. Nishafika Abdalla kitu gani?
Abdalla wazungumzaje? Mzee unajua mimi shenzi Abdalla. Ujioni venye uko mrefu alafu hata una nyama wewe. Abdalla. Mzee mtiaji manze. Shikamoo baba. Marhaba mwanangu. Milalaje? Shikamoo kitu gani? Abdalla. Abdalla. Kuna maneno mengi kweli kushinda hata nyama hiyo. Mzee anakushikamoo kwani mimi mbona sikikotea? Mbona? Abdalla nyamaza sana na maswala ambayo yananisumbua hapa. Mbona wewe shule siku hizi unafeli hivi? Mzee unajua hivi. Hebu nyamaza naongea mimi Abdalla. Mbona shule siku hizi hivi? Hata alama zako za mtihani wasichana wamekuwa wengi kushinda alama zako za mtihani. Wewe nyamaza Abdalla. Mimi sipendi ushenzi Mbona ufaulu kama dadako hapa hivi Kwani wasema waonea unaona? Unasikia mwanako vile anazungumza huyu? Ni mwanangu. Ni mwanangu na kama mamake. Abdalla. Ndio iwe funzo kwako. Ndampa dadako zawadi leo. Mzee mmoja nimengangana. Mzee nimengangana. Abdalla zungumza naye. Ni ukweli man. Haya, nenda kachukue ile simu yangu alafu nataka kumpa dadake huyo. Ile ulinunua juzi. Mama, sipija hata na yangu manze. Usiniite mamako. Wadhani mimi ni mamako. Pesa. Abdalla huyu mtoto sijui mtukutu. Wasichana ndio wengi kushinda alama za shule. Sasa manze, hizo nimeogoja aje. Ndio hivyo. Haya, naomba uendelee hivyo hivyo Abdalla, naomba uende kachunge mbuzi. Wakamue ng'ombe. Nikija jioni nataka maziwa Mama, sitaki ushenzi. Manze. Manze, nataka tu kunionea mas nini manze. Sasa nifanye aje? #relaunching. Kwenda huko toka hapa kidogo. Tupige selfie Juu hauna kai, juu hauna. Mimi nakwambia usisome. Hivi huko ndio unaleta shida, toka hapa. Mchwa ng'ombe. Nini mbaya? Abdalla amenipiga. Akanyang'anya simu. Mama jamani. Abdalla kuja. Nini ngoni? Hata siku hapo umenipiga. Utaniheshimu kwa hii nyumba. Umesikia? Muone hata alikuwa amechukua simu. Tuone venye utaishi kwa hii nyumba. Chunga hii. Unacheki kijana? Msichana muonaga na 600 likes. Likes ngapi? 600. Kwenda nikumshika 9. Ai, mtu anatoka mbao. Mutura mana. Mtu anang'ara. Haiwezi. Zama siku bro. Squeeze you mate on that. Dadako ni gani? Kule alianguka mtihani hata hapa na. Long time ni aje chamchapia. Nimeenda hivi kukutana na nani man pale hivi. Nani? Amechafuaje story msee? Nasema nini man? Ai, mimi namchapiaje? Jango. Kofia shingo. Pa. Shingo. Akakufa. Ndio manze. Cheki. Ana kona yake hapo. Ndio hiki. Cheki bro, cheki. Unawashaje hapo kwa? Tufike kwa kwanza chizi. Pale kwa bank. Bank yesterday. Imagine. It's only 1200. Imagine. Hiyo story na bank. I love them. We should go. You invited to Paris. I was also invited. Imagine. OMG. Oh my God. Makarao. Namjua cheki.
Everybody pause, me a fear run. Me a bring a cash, she a bring a figure down. Everybody pause, me a fear run. Me a see a dance and balance, sing along. She got a one, me a say, me a feel it. She wanna one, me a say, me a give it. Me got a long fella. Got a keep with a quack, China. If she let me touch it, me a ting. Me got a long fella. Me can't shoot the body like you be a sky spring. Me got a long fella. Me girl feel it, me girl get freaky. Shorty got the face, me I show him for real. Yeah, like them crazy, just want to come in. Nigga don't waste me, I beg it for real. We gon' like the place, me I tell him coming now. Hey, tap on me here. Oh, tap on me here. Hey, tap on me here. Let's give me some of that. Things for the badness, look how she had. She had badness, but I'm just that. It's a good piece of mental under the cap. It's a game, I'm in love how you chat. Watching the bit of the paper, the way you got. And my brain, I'm rubbing out the touch. And you know, aim is to give me this love. If not, they could play. Let me acknowledge you play you do. Then I would not lie, play you. Baby, I'm like Cardi. It's how it's not need to play you. It's why I wanted to hit you. Then I would not lie. It's how it's not Don't be shy, take control, don't make it the vibe. Cause I'm real tonight. No time for another one, it's alright. I know what you want, don't be lit tonight. On their way out. We used to be in love, we used to kiss in love, we used to hug in love and kiss in love. And I don't know what came between us and tried our plans for the future, yeah. This is the official launch, ndio kodi inakatwa wewe. Hey! On Kenya Youth Hub is officially launched. Wapi makofi? Ready for work. To make you happy, Ali kuchanganya, Ali kudanganya, vipi Ali kuroga. Kwenye wanijui mimi naitwa Kago. Elias Kago. Mtanita ni yako, kenye utachagua. Haya, kenye nataka kuongelea ni kuna nimenotice kuna watu wengi wanaweza dance, kuna wenye wanaweza act, kuna wenye wanaweza imba. Si tunaweza tumia hii space juu ni meeting point ya nyi wote wenye mmepatana hapo. Kwa hiyo talent mnafaa kujua ni channel gani mnaweza fuata mpate county government juu I'm sure each and every time kuna budget upelekwa kwa arts and culture, na si pesa mingi, ni mamilioni by the way. Sasa kama milioni inaletwa hapa na mimi nasema kitu yenye inaweza kuja kwa letea do kwa wenye wana dance, rap, kuimba, talents zote, coaching arts and culture if possible, dancers, singers, actors, any form of talent mpatane. Sawa, na ni research tu. Hata ukiona kwa place nyingine penye place roho yako inapenda, usiki na mtu wako amebarikiwa kwenda chuo, si ndio? Haya, kuna wase wako kampo na kuna wase wako home full time. Hata wewe ni fan wa dance. Si ndio? So mimi nataka kusimama hapa ni represent wase wenye wako na talent za MC na DJ. So tukiwa hapa tuko na DJ I na tunakonga pamoja mimi na yeye. So ile kitu ningetaka Hub ifanye hapa Laikipia
tuko na shortage ya ma MC na tuko na shortage pia ya ma DJ. Ukisikia yani tukaweza kuwa na siku moja tuko na events 5, hatuwezi fanya hizo events kama wana Laikipia. Inakuanga wase wengine tutafute MC kutoka Nyeri ama Meru ama tutafute DJ kutoka sijui wapi akuje ku-entertain watu hapa. Sasa ile kitu nilikuwa nataka kusema ni kama unajua unaweza taka ku MC, kama unajua unaweza taka kukuwa DJ, ukuje hapa hub to meet, tuongee, tujue venye wase wa hub venye watatusaidia ili tunache talents zingine. Alafu kitu kingine ni tuko na entertainment inaitwa Nayo Entertainment. Wase wengi wanajua, wase wangapi wanajua Nayo hapa? Sasa Nayo Entertainment tunatafuta MC madem, kwa sababu maboi naona kama MC maboi tumetosha. Madem wangapi wanaweza MC hapa? Sawa, kama unataka kukua na forum kama hii, mu invite watu from the government wakuje wakae chini, muambie bibi then tuliandika proposal kuhusu innovation ya agriculture fulani na tulikuwa tunataka funding ya 100k na tukupewa. Kwa nini? Lakini mkujaga hapa mnaambiago ati youth kuna pesa ililetago ikarudishwa. Sivyo ndo mnaambiago kila siku? Na kwa nini narudishago? Hajaileta. Inarudishago kwa sababu hamtikadi hizo proposals. Bede si uongo. Kwa hiyo nini mlikuwa nayo? Hiyo group mko nayo. Form a self help group. Kuform a self help group ni pesa ngapi? 1k. Ni 1000. Mkiwa watu 10 mnaweza shindwa ku raise 1000. Amwezi, si ndio? So next time wakuja kwa at least next time hata government personnel wakuja waongea na nyinyi as youth. Mtakuwa na kitu mnasemanga kama sisi mnaweza sema sisi tuliandikaga proposal ya kitu ABCD. Hiyo proposal imelala kwa youth. Ministry of Youth haijaactiwa. Kwa nini? So basically kenye tunataka mfanye to show e space, the reason it's not something yet, it's because we want you to help us define what you want it to be. Unataka e space ikufanyie nini kama kijana? Sasa vile mmeshoiwa saizi hapa, wase ni wengi sana. If you can meet up as 20 youth, come up, register vitu kwa social services, mwende mpatiwe tender, mnaweza make do. Na hakuna mtu hapa atasema hataki do. Nani anahisi kuna staff inakosa hapa hivi? Hakuna, si ndio? Mimi nahisi kuna staff inakosa, na ningependa kuona kama hapa hii tuko na hall pale ya dancers, tuko na hall pale hivyo ya wenye wana act. Tulia. Ningependa kuona makamera hapa hivi mazee. Hawa wase wana act, wana shoot vitu zao, vitu zinaenda viral kiasi. Alafu when Robert was here, we used to argue with Robert. Hey Robbie, hii stuff inafaa kusaidia youth aje? Sababu I didn't understand what hub ilikuwa. The purpose, unajua hub haitaikuwa na like activation, mission na coverage, you know. But after a while kwa hub imekuja kufigure out the reason why imekuwa hivyo. Weka youth unafaa kujidefinia chenye hub inafaa kufanyia. Yuko mara mingi most of you guys who have been to other organizations, hub unaendanga organization, unapata organization inakwambia tunataka ufanye hivi, unaimba kivyako, ndio? But hub imepatia opportunity. Si kama you we define chenye hub inataka itufanyie. Kasi wewe ni msanii, ukuje uimbe kivyako, si ndio? Ujidiscover, udefine how you do it. Hapo ni kweli youth. Tunataka net ya hub, si ndio? Na laptop kadhaa zikao. Sawa. Very soon I'll be doing a training hapa ya kufunza wase on how to make money online. And hizo essentials zitakuwa very important. Sawa.